Yes, na kwa upande wa soka letu tuanze kutazama mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Premier League ambapo michezo ya raundi ya tatu ilikamilishwa hapo jana kwa michezo miwili kuchezwa, ambapo moja mchezo ambao ulipigwa hapo jana ni katika uwanja wa Majaliwa kule Ruangwa mkoani Lindi, ambapo Namungo FC wao walikuwa wanacheza dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao ulimalizika kwa upande wa kikosi cha Namungo kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Fountain Gate kwenye uwanja wa Majaliwa, na bao pekee la ushindi katika mchezo huo kwa upande wa Namungo lilifungwa na Herbert Lukindo likitosha kuipa Namungo alama zote tatu na kufikisha jumla ya alama 6 katika michezo miwili ambao wamecheza. Na kwa upande wa kikosi cha Namungo, mchezo pekee ambao wamepoteza kati ya michezo mitatu ni mchezo ambao walicheza dhidi ya mabingwa watetezi Young Africans. Fountain Gate wamesalia na alama zao tatu ambazo walizipata kwenye ushindi dhidi ya Mashujaa, na mchezo wao ambao utakuwa unafuata watakuwa wanacheza dhidi ya Mbeya City. Hawa ni Namungo wanapata ushindi wa pili mfululizo kwa upande wa michezo ya NBC Premier League. George, Namungo ni moja kati ya kikosi ambacho watu kama walianza kuwa na wasiwasi nacho wakati ligi inaanza, lakini ushindi wa pili mfululizo baada ya ushindi dhidi ya Geita, moja kati ya timu ambayo inatoa challenge kubwa sana, lakini ushindi mwingine dhidi ya Fountain. Kocha Juma Mgunda, inawezekana kile ambacho watu walikidhania kutoka kwake ni tofauti na ligi ilivyokuwa imeanza? Mwenyewe nilianza kupata mashaka tangia nilivyosikia ile rekodi ya kwamba kwenye mechi ya Yanga ile ndo nilisikia rekodi inatajwa kwamba amehudumu kwa mechi 50 na ameshinda 8. Msimu uliopita kuna nyakati Namungo alitembea muda mrefu sana bila ushindi. Sasa ndo nikawa najiuliza, unajua 15 michezo 15 kwa nini nikawa najiuliza kwamba mechi 50 kama akashinda 8 hazijafika hata 10, hujue pana changamoto somewhere. Lakini kiuhalisia ni kwamba Namungo sio sawa sawa na Namungo ile ambayo ilikuwa imepanda. Kuna vitu vingi sana vimebadilika, kuanzia bajeti, falsafa yao ya usajili na vitu vingine vingi sana haviko sawa ndani ya Namungo. Yaani sio Namungo ile ambayo watu waliijua wakati imepanda daraja. Na wameshinda mechi ambazo kimsingi walikuwa wanapaswa kushinda. Kwa sababu mechi dhidi ya Geita, timu ambayo imepanda daraja na imetoka safari ndefu, ilikuwa ni mechi ambayo wanapaswa kushinda, japokuwa Geita ni moja kati ya timu ambayo kidogo inaweza ikakupa changamoto. Kwa hiyo walikuwa ni mechi ambayo walikuwa wanapaswa kushinda. Lakini mechi dhidi ya Fountain Gate ambayo inakumbana na changamoto nyingi kwa sasa hivi, na yenyewe ni mechi ambayo unatakiwa kukusanya alama 3 kwa namna yoyote ile, bila kujali aina ya uchezaji uliocheza na umeshinda goli ngapi, unatakiwa uchukue alama 3 kwa sababu Fountain licha ya matatizo aliyokuwa nayo hatofautiani sana kiuchezaji na timu ambazo hazina matatizo na zimejiandaa vizuri tu kutokea mwanzo. Kwa kiperformance Fountain mwenyewe bado anaweza kukupa changamoto kwa sababu hata nafasi ya goli ambayo imepatikana ni juhudi binafsi za mfungaji kwa kuanticipate tukio kama lile, lakini pia jumlisha mkanganyiko kidogo wa safu ya ulinzi. Kwa hiyo mfungaji kaamua kuitumia nafasi kama vile ilivyokuwa. Otherwise Fountain bado alimpa game nzuri sana Namungo. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, maana yake ni kwamba Namungo bado haichezi katika level ambayo watu walikuwa wanaifikiria au tulikuwa tunaifikiria au iliyojitambulisha nayo kwenye ligi. Lakini kwa msimu huu kwa kiasi kidogo hizi mechi 3 walizocheza wameonyesha kwamba wanataka kuufanya uwanja wa nyumbani kuwa sehemu ya kushinda mechi zao. Kwa sababu wamecheza mechi 3 mfululizo nyumbani. Wamecheza dhidi ya Yanga, wamecheza dhidi ya Geita na sasa hivi wamecheza dhidi ya Fountain. Wamepoteza mechi na Yanga tu, kitu ambacho huwezi kuwalaumu bado. Yaani sioni kama kuna timu Tanzania itapoteza dhidi ya Yanga afu kasema walikuwa wazembe. Umenielewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho bado wako katika njia nzuri, kwa sababu mechi ambazo walipaswa kushinda wamezishinda bila kujali kwa idadi gani, kwa performance gani. Lakini cha kwanza kwenye ligi ni muhimu kuchukua alama zako 3. Masuala ya kucheza na nini atakuja kadri siku zinavyozidi kwenda. Kiemba, kwenye msimu huu kuna magoli ambayo yamefungwa ambayo una kaunti sana eneo zima la mapungufu ya magolikipa. Fountain mechi ya kwanza na Singida Black Stars tulihesabu sana mapungufu ya safu ya ulinzi pamoja na eneo la goalkeeping. Kumekuwa kuna michezo kadhaa matukio yao. Tukitazama pia Mtoze akituonyesha vizuri kwenye build up ya goli ambalo wamefunga Namungo na mpaka Lukindo anakwenda kufunga. Goalkeeper alikuwa na uwezo wa kufanya bora zaidi ya kile ambacho amekifanya. Kwa kutazama kwa sababu ni tukio ambalo linatokea mara moja, unaweza kumhukumu kwamba alipaswa kufanya zaidi hapo. Lakini kama utaona wakati mpira unagonga
makadirio yake ni pale ambapo anakimbia ndio mpira utaenda kutua. Unamwona anavyokimbia, alafu mpira haufiki kule ambako ana nani. Kwa hiyo unaweza kutokana na ule mguso, kutokana na mguso ambao umeguswa. Kwa hiyo unaweza kusifia tu alichokifanya Lukindo ni kukatisha katikati ya goalkeeper na mpira. Kwa hiyo amefika na ameumalizia. Kwa hili tukio mimi moja kwa moja siwezi kumhukumu goalkeeper kwa sababu ni tukio ambalo ndani ya nukta moja unatakiwa umeshapaswa umeamua. Kwa hiyo ni labda unabaki golini ama unatoka. Kwa hiyo ukikadiria mpira unakuja sehemu fulani na ukafika pale mpira hujafika, hiyo tena inakuwa kwa sababu Kiemba mfano kama Mteta tupandishia replay tuone. Ukimwangalia Rashid Abdalla ni kama ni eneo lake la kutamba. Kwa goalkeeper alichelewa kufanya maamuzi kwa sababu yani naye ni kama alifanya, yani unaweza kusema yeye ni kama ndo alifanya tukio likawa la 50-50. Kasuga hakuchelewa kufanya maamuzi. Alifanya maamuzi haraka sana, lakini alienda kwenye mwelekeo ambao mpira ungeenda kuishia. Umenielewa vizuri? Ule mpira ukadunda. Yani ule mpira ungeruhusiwa kudunda kama Lukindo asingeufuata. Ule mpira ungeruhusiwa kudunda. Alipokuwa ameelekea Parapanda ndo mpira ulipokuwa unaenda. Kwa hiyo Parapanda akaja kushtuka kama kuna mtu anaukatizia ule mpira, ndio inabidi aende kwenye point ambayo mpira utadundia sasa. Umenielewa? Lakini alikuwa ameenda kwenye direction hapo. Kama utaenda taratibu, muangalie Parapanda anaenda kwenye mpira kwenye direction ya mpira. Alafu anakuja kushtuka kama kuna mtu ataukatizia kabla hujadunda. Kwa hiyo sasa kutokea pale inabidi naye ajaribu kuuwai kabla yule anayofuata mpira au Parapanda na yeye alikuwa na confidence kwamba yule beki wake anaweza Jackson Shiga. Yani mazingira namna ambavyo alikuwa naona kama kuna kutegeana hivi. Kuna hesitation kwa sababu Shiga ni kama hajamwona Lukindo. Alafu Parapanda alikuwa kashamuona. Parapanda akamwona Lukindo lakini hakujua kama Lukindo ataufuata ule mpira. Na ndio maana kama umeona Parapanda katoka kwenye goli lake anaenda pembeni ambako mpira sasa ndio utakuja baada ya kudunda. Si umeelewa? Ndio kaanza direction yake ya kwanza. Alafu kaja kushtuka kwamba Lukindo kaamua kuufuata ule mpira. Na Lukindo kaufuata ule mpira kwa sababu kaona kuna deflection. Kwa hiyo umechukua muda mrefu hewani. Kwa hiyo mpira ukishakuwa hewani kwa muda mrefu unakupa wewe nafasi ya kukava distance hapa chini. Kwa hiyo Lukindo naye ni kama alikuwa ana gambo kwamba bwana ngoja nijaribu kufika. Kwa hiyo inawezekana Lukindo naye angechelewa vile vile. Kama Parapanda angesema naenda kuufuata moja kwa moja mpira pale unapodundia na sio utakapoishia baada ya kudunda, inawezekana angekuwa kwanza kuufikia. Na Parapanda alikuwa na mchezo mzuri sana mechi iliyopita na Mashujaa. Hata mechi bado alicheza vizuri ukitoa hii. Na Kasuga, unajua huwa ni rahisi sana kumspoti Albert Kangwanda, sijui Anise Ura kwenye movement kama hizo kwa sababu ya title ya timu wanazotoka. Lakini huyu Lukindo mimi namfuatilia tangu Ken Gold. Kama unakumbuka vizuri. Lukindo amekuwa ana approve wrong watu wengi ambao hawamuoni kwenye kikosi cha kwanza katika mechi za mwanzo za msimu. Sawa? Ken Gold alikuwa anaanzia benchi mechi 3 mfululizo msimu uliopita. Kuanzia ile ya kwanza wanafungwa na Black Stars ya kina Keeke pale Sokoine. Msimu juzi ule. Sawa? Ilikuwa kila akipewa nafasi labda anatoka Joshua Ibrahim au sio? Sijui ametoka Mishamo Daudi au kama ni Selebwenzi, ilikuwa kila akiingia lazima awe super sub anafunga mabao. Mechi ya Young Africans alianzia benchi. Ameingia ndo akaenda kufunga bao. Namungo anafungwa mabao 3-1 hapa. na Yanga. Game iliyofuata akaanza na Geita ambao goli alifunga Hashim Manyanya. Pigwa cross kama hivi watu wacheze kichwa, cross ikaenda yenyewe. Same applied jana tena kaanza kwenye mchezo. Amefunga bao. Anaonekana inaweza kuwa ni wale wachezaji ambao si Kiemba unaweza kuhitaji kwa daraja lako uliofikia. Kwenye uwanja wa mazoezi unaweza kumuona katika level ya kawaida. Lakini ni wachezaji wa mechi. Yaani unajua kuna players wanakupa 100% kwenye matizi. Alafu ikija kwenye game huwa wanakuwa average. Na kuna wachezaji wanaonekana average kwenye uwanja wa mazoezi. Kwenye game wao zile adrenaline zao zinamwagwa kweli za kufight. Kwa hiyo utakuja kuona kwa Lukindo, kwangu mimi nimekuwa na mspoti vizuri na bahati nzuri namfuatilia sport after sport. Mpaka leo hii unamuona yuko hapa Namungo kuanzia Ken Gold na kadhalika. Ni aina ya players ambao wana courage sana. Hata mechi ambao aliwafunga Yanga, afu angalia mabao anayofunga yote. Anakwenda kwenye blind side. Upande ambao watu hawazanii, Yanga aliwafunga kwa staili hiyo. Nyuma alipita kwa blind ya Bakari, alafu Bakari alikuwa anajaribu kutaka kurecover kachelewa. Very sure after usmash ule mpira full volley hata kwenye ile goli manake ni tabia ya mfungaji. Tabia ya mfungaji, muangalia hapo alipo. Alikuwa anaomba pasi, alikuwa na uwezo wa kusimama kwa sababu aliomba kama pasi. Alafu pasi haikuja. Yule jamaa aliattempt moja kwa moja. Huyu aliattempt moja kwa moja golini. Kwa mwisho wa siku akagundua sijapewa pasi,
lakini ule mpira ulivyo deflect pale hauwezi kufika kwa kipa moja kwa moja, na akacheza kamari ya kutaka kuwahi. Yes, na Mungu anapata ushindi wa pili mfululizo kwenye uwanja wa nyumbani na wanaondoka na alama hizo 3 ambazo zinawafanya wafikishe jumla ya alama 6. Lakini pia mchezo mwingine ambao ulipigwa hapo jana ilikuwa ni pale jijini Dodoma ambapo timu ya Dodoma Jiji ilikubali kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Polisi Tanzania ikiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani wa Jamhuri, ikiwa ni mchezo wa kwanza kwenye uwanja wao wa nyumbani. Dodoma imepoteza mechi 2 na kuambulia alama 1 tu dhidi ya Pamba Jiji kwenye mchezo ambao walitoka sare ya bao 1-1, lakini mchezo mwingine walifungwa na Mbeya City lakini hapo jana pia wakapoteza kwa mara nyingine tena. Kiemba, kwa namna ambavyo moto amekuwa nao Polisi, unaweza kusema kwamba Dodoma namna ambavyo imeuanza mwanzo wake inawezekana alikutana na mpinzani ambaye alikuwa yupo juu yake, na ubaya zaidi aliwafunga bao bwana Anuari Jabil. Alivyoshangilia ni kama alikuwa na kitu kama alikuwa na kitu ndani yake. Polisi wanaonekana kuwa bora sana. Dodoma struggling yao iko wapi? Hakuna ushindi mpaka sasa. Cha kwanza nadhani ni wanatafuta ile kama ni ndege spidi ya kupaa. Kuna baadhi ya mabadiliko yamefanyika kwenye kikosi, inawezekana ndio ambayo bado mwalimu anajaribu kutafuta ile pesi ambayo walikuwa nayo msimu uliopita, lakini kwa Polisi wanao hiyo nguvu ambao wametoka nao kwenye championship. Mara nyingi huaga kuna timu ambayo ikipanda inapanda na hiyo nguvu, na ukikutana nao wewe utakuwa umekutana nao wakati mbaya. Na unaweza ukaona hata wakati wanakutana na Azam ilionekana waliwafanya watu waone Azam kama ni timu ya kawaida, kwa sababu tu kwa nini timu ya daraja la kwanza imepanda tu inakusumbua. Lakini kadri watu wanavyowaona Polisi wanagundua kwamba Azam hawakuwa wa kawaida sana kwenye mchezo dhidi ya Polisi, bali ni Polisi ndo walipandisha baa yao. Na katika mchezo huu Jabiri anafunga, utakumbuka alishakuwa Dodoma mambo ya kwenda vizuri. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo furaha ambayo iko nayo ni baada ya ni kama nyesi mlinidharau, sasa leo nimekuja nimewaadhibu. Kama mchezaji ni kitu kizuri sana, timu ambao ulishawahi kuwepo walikuheshimu, walikudharau, lakini kuwafunga bado inakutengenezea ile hali ya kuonesha kwamba okay, mimi bado nipo na naendelea kufanya kazi na huenda ningeweza kuwasaidia kwa eneo lenu. Kwa hiyo kwangu mimi naiona Polisi kwa mwalimu ambaye wako naye Bwana Makata, uzoefu ambao amekuwa nao kwenye ligi, unaweza kuona kwenye timu zilizopanda msimu huu ndiye ndo mwalimu ambaye mzoefu zaidi amepanda na timu. Wenzake wengine Katwila, afadhali Kaseja ndo msimu wake wa pili wa ligi kuu. Kwa hiyo mimi kwa Polisi na uchezaji wa mwalimu Makata, ni mwalimu ambaye mara zote wao ni direct moja kwa moja. Hawana muda wa kusema tunatengeneza shambulizi kwa kupiga pasi kama vile kwenye drafti. Wao ni kingi. Yoyote mwenye mpira ni kingi. Kwa hiyo kwa muda wote kokote tunaweza tukafika, na anahitaji wachezaji kama kina Jabiri, Anuari ambao wana uwezo wa kutumia nguvu zao eneo la mwisho na kuweza kuifanya timu ifike. Na mechi iliyopita na JKT pia na Jabiri alikuwa na kiwango bora sana kwenye ule mchezo. Kuna kitu ambacho jana wakati tunauzungumza huu mchezo niligusia nikasema inawezekana labda ni faida kwa Polisi na labda athari tunaweza tukaja kuziona huko mbele, kwa sababu wao baada ya championship wakaja kucheza playoff pale mpaka kuja kwenye ligi tofauti kama wiki 2 hivi. Inawezekana ile momentum bado wanayo, na ndio maana tunaona wapo kwenye gia ya juu, kwa sababu ukitazama game zao zote ambazo wamecheza wamekuwa na yani kuna maingizo mengi lakini unaona mwalimu timu yake ile ambayo alipanda nayo eneo kubwa anaiamini, ile ni maeneo machache tu ndio ambayo wachezaji wapya wamekuja na wameingia. Inawezekana hiyo ni advantage ambayo pia mwalimu Bwana Makata anaishi nayo Kiemba, kwa namna ambavyo umeona timu inacheza. Hiyo ni faida Bwana Makata, kwa sababu kwanza ni mwalimu ambaye muda wote timu yake huwa iko fiti. Kwa hiyo hicho unachokisema wewe kwenye mechi za mwanzo lazima apate hiyo faida, kwa sababu ya namna ambavyo ametengeneza timu yake. Na ni timu ambazo ukimtazama mwalimu Makata unaweza kumuona Minziro humo, unaweza kumuona Mayanga. Ni walimu ambao kama watakaa na timu zaidi ya misimu miwili huwa timu ile inashuka kabisa, labda iwe imebadilisha sana wachezaji, kwa maana kwamba ni wakati wote wachezaji wanakuwa wako fiti 100%. Kwa hiyo timu ikienda inachoka,
inaweza tukaiona hiyo athari ambayo wewe unaisemea, lakini kwa sasa au ukimweka na Adolf Richard hapo unamtia mzee Mwambusi wakina Meja Mingangi. Tukitazama Gold Listen kwa upande wa Dodoma, bado hawajapata ushindi, mpaka ni miongoni mwa timu ambazo hazijapata ushindi. Mabadiliko hayo makubwa, baadhi ya wachezaji wametoka, lakini pia kocha Amani Josia naye pia alitoka kwenye timu. Inawezekana hizi changes kidogo ni moja ya sababu ambayo tunaona wameanza msimu vibaya. Nafikiri unajua sababu ya changes ukitaka kuitumia kama utetezi utagundua vilabu vyote 16 vimepitia mabadiliko. Bingwa mtetezi Young Africans ana mabadiliko kwenye kikosi, Simba Sports maeneo nyeti, lakini kuna ambaye anaboresha na kuna ambaye anatakiwa atengeneze kwenye mabadiliko. Sasa si bado tunakuja kwenye ile dhana ya samaki wakubwa na samaki wadogo. Samaki wakubwa siku zote wanakula samaki wadogo. Samaki wadogo kazi yao ni kuendelea kutengeneza miili yao kila siku wawe samaki wakubwa. Sasa wewe wakati unatengeneza kuna watu wanakutazama ambao wanaweza wakaweka ofa zaidi. Mtu ambaye alikuwa anatengeneza project ya Dodoma unaidefine alikuwa Amani Josia, sio? Ambaye kwa vigezo vya kielimu na pamoja na kufanya ile refreshing na kadhalika, yeye alikuwa anaonekana anafiti kukaa kwenye benchi la ufundi, tofauti na Mashami ambaye ndo alikuwa amesajiliwa kama kocha mkuu msimu uliopita. This time inaonekana kila kitu kimeenda sawa, ndo maana akakabidhiwa benchi yake la ufundi. Kwa hiyo ukianza kwenye benchi la ufundi tayari ideology ya kitimu ilikuwa inamtafsiri zaidi Amani Josia. Ndani ya kundi la wachezaji nafikiri eneo kubwa la uti wa mgongo wa Dodoma Jiji bado lipo. Hata kama ameondoka Daniel Mgore bado kina Ali Salim wapo. Musa Mbisa ndio huyo ameingia kutoka Prisons, lakini center backs wale wote wapo tangu msimu uliopita. Kapteni Nsata, Abdi Banda yupo, Gadiel Michael yupo, Anderson Solomon. Kwa hiyo ile back four yao yote imeendelea kubakia stable pale. Eneo la kiungo kina Have Bea alikuwa na majeraha tu msimu uliopita, kacheza mechi kadhaa, lakini msimu huu ndo ameanza na timu. Salminioza ameenda TRA, lakini nani amedumbukia pale? Kitu ambacho wanakikosa ndicho hicho, double ya kucheza na Have Bea. Jana kuna muda mpaka Mwana Kibuta akacheza pale. Kuna changes imetokea Idi bado Munganga naye hajaonekana kabisa. Idi Kipagwile ambaye anacheza vizuri kwenye wide areas. Sasa hivi naona Mashami anamtumia sana kwenye namba 10. Nilipata story ya mtu mmoja wakiwa msimu uliopita mashindano yaliandaliwa na Fountain Gate pale Tanzanite kwa Manyara. Akawa ananiambia Mashami sio mara ya kwanza, hata wakati anakabidhiwa timu kwenda kwenye pre-season ya msimu jana 25-26 alikuwa anamdeploy Idi Kipagwile kama namba 10 na sio eneo la pembeni. Kwa hiyo maingizo ambayo unakuja kuyaona ni labda Darwish Saliboko kwa sababu utamuona William Ediga bado yupo kwenye kikosi, sio? Kwa hiyo Beno Ngasa moja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri na mwanzo, na yeye ndio mfungaji wa bao la kwanza la msimu huu dhidi ya Pamba pale Kirumba. Lakini kesi yangu inayokuja ni kwamba nini ambacho wanakiona kwa Mashami ambacho maybe walikuwa wanakitazama kwa Josia. Hapa tunachoongelea ni methodology. Mwalimu anakuja na approach zipi game after game. Of course unaweza ukaona hawajaanza na mechi yote ya kutisha ya ukubwa huo, ukiacha ya Pamba au sio? Lakini walicheza na Mbeya City na wamecheza hii. Kwa hiyo zote ni katika ule uzani sawa, lakini kuna kitu kwenye hii mechi nitamani kizungumze sana kwa haraka. Kasuga, nitakuibia dakika zako. Tulikuwa tunamzungumza Michael Aidan wakati wa JKT. Tumekuwa tukimzungumza Datius Peter, David Luende, mafullback wa timu za madaraja ya kati ama katikati ya msimamo ama chini ya msimamo, ambao wana vision kubwa sana ya kudeliver mipira pale kwenye box. Sasa nikwambie tu msimu huu sijui Polisi wataishia wapi, sijui destination yao kwenye mechi 30 za msimu, lakini huyu unayemuona thank you so much Mtozi ametuletea mtu the best kabisa, Dennis Cuthbert Mushi ambaye ndio kapteni wa timu, amepanda nao huyu bwana kwenye delivery au sio? Kufikisha mipira kwenye box. Huyu amwagi majalo, huyu anapiga pinpoint. Nimemuona kila game set piece anapiga yeye, iwe ni free kick, iwe ni corner kick. Angalia delivery ya ule mpira, sio jambo la kwanza analifanya hilo. Nishamuona sana Datius Peter, nishamuona Michael Aidan wakati ule JKT kitu Ruvu, au sio? Same applied to Luende. Nafikiri huyu ni mtu mwingine ambao kwangu mimi nikiangalia Polisi siku hizi natamani sana nimuone akishavuka mstari wa katikati nini anachokiwaza. One of the best kwangu mimi
si tu kwa sababu ya huo unaodha wake lakini na ndio maana umeona alienda kupiga magoti, anamshukuru Mungu, anaenjoy goli limefungwa huku na Anuari, ila yeye kwa nini anashangilia? Inawezekana ni kwenye maabara yake ya kufanya trials pale kwenye uwanja wa mazoezi. Hichi ndicho kitu anatamani awe ana deliver kila wakati. Yes, na kwenye cross hii ambayo ilipigwa Job, tuangalie pia aina ya goli, namna ambavyo limefungwa. Cross ameigusa Godlisten, ilikuwa ni kama pinpoint pass hivi, lakini ilikuwa ni cross ambayo Anwar inawezekana faida ya mwili pia au pia movement zake kwenye boxes zilikuwa bora. Mushi kapiga cross nzuri. Unajua mpiga cross mzuri ni yule ambaye anaweka cross ambayo inaenda kutua kwenye mapana ya goli. Yes. Haimpi kazi kubwa sana mfungaji. Lakini sifa kubwa pia nitampelekea Anwar. Anwar ujue hakusubiri mpira umfikie na alifanya double movement kwenye hii kitu. Kama utakuwa umeona alikuwa yuko kwenye mwamba wa mwisho, alikuwa na taraji labda ni mpira ambao ungeweza kuja huku, lakini angalia namna ambavyo anaenda kutokea mbele ya mlinzi ambaye alikuwa hamuoni. Umenielewa vizuri hapo? Wakati mlinzi anajiandaa kwenda kuataki mpira, kumbe Anwar yule mpira alikuwa anausoma kutokea unavyokuja. Akafanya movement yake ya kwanza ambayo ilikuwa ni nyuma yake, alafu movement ya pili kaenda mbele ya mlinzi ambako ndo mpira unaenda kutua. Kwa hiyo mlinzi sio mzembe, kwa sababu at that time mlinzi pale eneo alilokuwa alikuwa tayari yuko huru. Na mlinzi hakusubiri mpira, alikuwa anaenda kuufuata, lakini Anwar alikuwa kaenda juu mapema kabla yake akaucheza mpira. Na direction ya kichwa ambayo alikuwa ameipeleka Anwar sio kwamba tu naweka golini. Alichagua upande wa wapi napeleka ule mpira, kwa sababu kageuza kabisa kichwa na kuonyesha kwamba ule mpira nataka niuweke katika eneo fulani. Na ile yote inatokana na mshambuliaji kujua eneo alilopo, kutembea na ramani ya goli kwenye kichwa chake, kwamba hapa ninapotoka nikienda kwenye movement ile nitakuwa nimeliacha goli katika eneo gani, na mguso wangu natakiwa niuguse kuelekea wapi, kwa sababu alijua ile movement inampeleka kwenye almost kwenye mwamba wa kwanza. Musa Mbisa cha kwanza atakachokifanya, kwa sababu cross nitokea upande ule, lazima atakuwa kaja kwenye upande mwingine na mimi natakiwa niuweke kwingine. Kwa hiyo uzito wa mpira uliokuja nao na wenyewe ulikuwa ni uzito sahihi ambao ulikuwa haumpi kazi kubwa Anwar zaidi ya kuupa tu direction na mpira unakuwa na nguvu ya kutosha ambao unamshinda golikipa yoyote. Hizo chuma kama hizo, header za Drogba hizo, anaenda juu kidogo anajitwist anaweka. Of course, hizo ni mbaya sana. Mimi nimependa kila kitu kwenye ile goli. Shida yangu tu, kwa nini Anwar alivua jezi? Kwa sababu bado mapema sana, unajua ni dakika ya 27 ya mchezo, alafu unachukua kadi ya njano. Umeelewa? Kwa kitu ambacho sio goli litakalo, huna uhakika kama ni goli ambalo linaamua mechi. Wala haikuwa mechi tight kwamba tayari mshapigana, ilipiga ni kupiga zishakuwa nyingi. Mapema kuna kitu Kiemba aligusa. Kwa timu ambayo umechezea, umerudi, umewafunga na naelewa. Kwa sababu Jabir aliona kipengele cha Meki, ndio ile akaenda Kagera. Na unajua issue yake ilikuwa na mambo mengi. Hakukaa vizuri. Mimi unajua kwa nini nasema hivyo? Kwa hiyo inawezekana labda benchi la ufundi yupo mtu mwingine nani, lakini unajua nasema hivyo kwa sababu nasema hivyo kwa sababu Kasuga, Anwar sio technician. Anwar ni physical striker ambaye angeweza kufanya migongano mingine yoyote kwa dakika zilizobakia ambazo zingeweza kumpa kadi ya njano ya pili. Umeelewa? Na ni kitu cha kawaida sana kwa Anwar. Kwa sababu muda mwingine hata anapataga straight red card kwa migongano yake, inakuwa ni very heavy. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mapema sana kwa yeye kuchukua kadi ya njano ambayo ilikuwa inazuilika. Unajua unaweza ukawa na kitu ambacho ni personal na unashangilia, kuna shangilia za aina nyingi ambazo sio haziwezi kukupa hiyo. George, ukimwona Kiemba namna ambavyo anacheka, anaijua hisia yake na anamuelewa kwamba kuna muda ukirudi kwa ajili wako wa zamani. Kuna hata yeye akija kukaa baadaye unasema pale sikupaswa kufanya hivi. Lakini sasa unajua ni kitu ambacho kinakuja bila mpangilio. Yaani hawezi kusema kwamba alipanga kwamba nikifunga leo nitavua jezi. Hauwezi. Yaani inakuja tu mara moja na unajikuta umeshafanya. Goli lenyewe kali. Goli zuri. Of course moja kati ya magoli mazuri. Kwenye eneo la goli namna ambavyo limefungwa, Kiemba utatusaidia labda kwenye hii sayansi ambayo inaaminika mara nyingi sana mshambuliaji mzuri ni yule ambaye anapaswa awe anajua scale za goli. Kwa sababu goli kafunga Kichuya, tukao tunaulizana bwana, Kichuya pale tumlaumu golikipa au ilikuwaje, si ndio? Cha Coast na TRA. Yes, Coast na TRA. Tamlaumu mlinzi pale. Tamlaumu mlinzi. Mlinzi ndo kamsetia Kichuya. Kwa sababu mlinzi alikuwa ataka kumpiga dali baada ya butu. Kwenye eneo kama lile, George amezungumza vizuri kwamba Anwar alifanya movement yake mpaka anaenda kunod ule mpira mbele, ni kwamba ni mchezaji ambaye tayari scale ya goli alikuwa anaijua. Kwenye basics, mshambuliaji bora ni ambaye pia anakuwa anajua hapa nikipiga itakuwa hivi, hapa nikijiposition, kwa sababu kuna time mchezaji anafunga goli
kalipa goli mgongo na anaweza asifunge center akapiga, lakini ndo kwenye uchambuzi sikia anajua vizuri skeli ya goli. Unajua kwenye mchezo wa mpira yaani matukio mengi yanazungumzwa wakati yameshatokea. Yaani hata pale Jabiri angekosa, mazungumzo yangekuwa ni kwamba kwa nini amejaribu kuweka mpira hapa na sio pale. Unajua kikanuni ni kwamba kurudisha mpira unapotoka ni rahisi kufunga kwa sababu unapiga kwenye full uso. Unapiga kwenye uso wote, sio huku pembeni ambako unaweza ukanani. Ukifanya hivyo na ukafunga inaonekana ni nani, lakini haikuzui wewe kuzungusha kichwa chako kupeleka sehemu ambayo unahisi pako wazi. Sasa kwa hiyo kwa Jabiri unampongeza kwa ile movement ambayo amefanya. Kichwa kupiga hilo ni zile nyingine. Ukija kwenye kanuni utaambiwa ungepiga kule anakotoka goalkeeper kwa sababu automatically wakati cross inakuja goalkeeper anatoka. Lakini kwa sababu kashafunga hapa bado na yeye utamsifia kwamba mbali na goalkeeper kutoka lakini alipeleka mbali zaidi. Kwa hiyo mimi sifa zote mimi nampelekea Jabiri kwa sababu kuna siku pia atakosa goli la hivyo na hiyo kusema scale ya goli sio anaijua itapotea, tutazungumza kitu kingine. Lakini kiuhalisia kwenye goli hili lazima umpe credit zote kwa kile ambacho amekifanya. Kasuga, umezungumzia Dodoma Jiji. Dodoma Jiji msimu uliopita alinusulika tu. Dodoma Jiji mwenzake alikuwa KMC. Ndo alianza hivyo unajua. Licha ya mambo yote lakini hakuwa na muendelezo mzuri. Amani ni kama alikuja kuikomboa timu baadaye. Yaani timu ilikuja kufufuka baadaye Dodoma kama unakumbuka. Lakini walivyoanza walikuwa tu sawa sawa na KMC. Kama unakumbuka Dodoma alishinda mchezo wake wa kwanza msimu uliopita dhidi ya KMC. Au KMC alishinda. KMC alishinda goli moja kwa goli la nani la bwana yuko na Mungo sasa hivi. Nani Redemptus. Alikuwa ni Saliboko. Alifunga Saliboko goli la kwanza la msimu. Goli la kwanza Saliboko. Umeelewa? Hizo mbili George. Kutokea pale Dodoma naye alikuwa anaenda na struggle tu mpaka alikuja alikutana sijui na Costi Dodoma pale ndo akapata ushindi wake wa kwanza alafu akastruggle tena. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba hii struggle ambayo Dodoma anaanza nayo sasa hivi, hii ni mechi ya 3 hawana ushindi, lakini ni kitu ambacho kilianzia kwenye msimu uliopita. Na wasipokuwa makini ni kitu ambacho kinaweza kashusha daraja. Polisi wao wako very strategic. Sio timu ambayo inacheza mpira wa kuvutia kuliko timu zingine zilizopanda daraja. Kagera anacheza vizuri zaidi, Geita anacheza vizuri zaidi ya Polisi, lakini ukitaja timu yenye mpango kazi thabiti kati ya hizo timu zilizopanda daraja, Polisi utamweka. Na ndio maana kwenye mechi 3 hajapoteza. Sare dhidi ya Azam akampiga JKT, akapiga huyu hapa Dodoma Jiji. Unajua kucheza na JKT wako top 4 sasa. Ucheze na JKT, ucheze na Azam, hizo sio mechi rahisi kwa timu ambayo imepanda daraja. Lakini zote kapata matokeo. Hapa kapata 1, hapa kapata 3, huko enda kachukua tena 3. Yuko katika mali nzuri. Tutakuja kutazama kile ambacho pia Polisi wanacho, lakini kwa sasa tumewazungumza sana Dodoma ambao changamoto yao naamini kutokana na matokeo ya mchezo hapo jana watu watakuwa wameng'amua na kujua wana shughuli kubwa kwa kiwango gani mara baada ya michezo hii mitatu.